Karibu msikilizaji na mtazamaji wa 49 Media. Leo tunaenda kumzungumzia kijana mmoja maarufu, mchekeshaji kutoka Uganda, alimaarufu kama Kapale. Kapale alienda Marekani kwa ajili ya kutafuta maisha. Kilichomkuta sasa, twende tukasikilize mwanzo mpaka mwisho. Kapale alihamia Marekani akitarajia kufurahia sehemu yake ya ndoto ya Marekani, lakini mambo hayakuenda kama alivyopanga. Muda mfupi baada ya kufika, alianza kuhangaika na hakuweza kupata ajira imara kutokana na ukosefu wa nyaraka sahihi. Aliamua kuoa mwanamke mzee wa kizungu akitumaini angempa utulivu, lakini hakuweza kuendelea na harakati zake zisizoshiba za kutafuta huduma zake. Mchekeshaji kutoka Uganda amerudi nyumbani akiwa na moyo mzito na hadithi ya tahadhari baada ya uzoefu mgumu na wakina nchini Marekani, ambapo alikuwa na matumaini ya kujenga maisha bora. Anaitwa Simoni Bashiri Kauke, alimaarufu kama MC Kapale. Anajulikana kwa uchekeshaji wake na utu wake wa kusema wazi. Hivi karibuni alirudi Kampala kimya kimya baada ya miaka mingi nje ya nchi. Akizungumza kwa uwazi katika mahojiano, alielezea wakati wake Amerika kuwa mbali na ndoto aliyoifikiria. Kapale alieleza kwamba muda mfupi baada ya kufika Marekani alianza kuhangaika na maisha kila siku. Mojawapo ya changamoto za kwanza ilikuwa ni mawasiliano. Ingawa alizungumza Kiingereza, aliona lafudhi na mtindo wa mazungumzo kuwa mgumu kufuatana na kumfanya ajisikie mpweke na kuelemewa. Hali yake ilizidi kuwa mbaya aliposhindwa kupata ajira thabiti kutokana na ukosefu wa nyaraka sahihi. Bila kazi, kupata marazi pia kulionekana kuwa ni vigumu na kumsukuma katika hali ya kukata tamaa. Ilikuwa ni katika kipindi hiki, alisema, ndipo alipofunga ndoa na mwanamke mzee mzungu akitumaini ingempa utulivu, ikiwa ni pamoja na makazi ya njia ya kupata hadhi ya kisheria. Hata hivyo, Kapale alielezea mpango huo kama wa kusumbua sana na mbali na alichotarajia. Badala ya usaidizi aliyokuwa ameutarajia, anasema alijikuta katika hali ngumu ya kifamilia, akifanya kazi za nyumbani na kuhisi kushinikizwa ndani ya uhusiano. Kile kilichokusudiwa kuwa jiwe la kukanyagia kuelekea maisha bora, badala yake kikawa chanzo cha dhiki yake. Alikiri kwamba tukio hilo liliathiri afya yake ya akili, akifichua kwamba mara nyingi alijitahidi kimya kimya. Kulingana naye, Waafrika wengi wanaoishi nje ya nchi wanakabiliwa na matatizo kama hayo ya kihisia, lakini wanateseka kimya kimya kutokana na unyanyapaaji na matarajio yasiyotimizwa. Kapale pia alishiriki gharama binafsi ya safari yake, akisema alikuwa ameuza mali nyumbani ili kufadhili kuhamia kwake Amerika, uamuzi ambao sasa anajuta sana. Anasema, siwezi kurudi Marekani kufanya kazi, acha niishi hapa, alisema, akielezea hamu ya kujenga upya maisha yake nchini Uganda. Zaidi ya changamoto za vitendo, Kapale alitafakari kile alichokielezea kama umuhimu wa maandalizi ya kiroho kabla ya kuhamia nje ya nchi. Alidai kwamba alihisi mchafu kabla ya kuondoka Uganda, akidokeza kwamba masuala ya kibinafsi au ya kiroho ambayo hayajatatuliwa yanaweza kuathiri uzoefu wa mtu nje ya nchi. Ndugu msikilizaji, nina imani utakuwa umejifunza kulingana na hadithi ya huyu Kapale. Cha kufanya, usisahau kusubscribe na kutani on notification kwa ajili ya video zingine zinazofuata. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.